Naomba nimshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuendelea kuonyesha dira na dhamira ya kweli katika kuimarisha usalama wa raia wote, kwa kuendelea kuliboresha jeshi la polisi kwa ujumla. Namshukuru na kumpongeza pia kwa kufungua fursa ya mashirikiano baina ya nchi yetu na nchi wafadhili kwenye maeneo mbalimbali ya ustawi wa taifa letu, na sisi kama jeshi la polisi ni wanufaika wakubwa kwa hili. Natoa shukrani zangu za pekee kwenye kamati ya usalama ya mkoa wa Mara ikiongozwa na Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi kwa kazi nzuri inayoendelea kuimarisha ulinzi na usalama wa mkoa huu wa kanda hii. Kwa dhati ya moyo wangu naishukuru pia serikali ya Finland kupitia ubalozi wake hapa nchini kwa ufadhili mkubwa wa ujenzi wa jengo hili kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA. Nawapongeza sana UNFPA kwa uongozi wao mahiri na TGT kwa usimamizi thabiti wa mradi huu. Kwa kushirikiana karibu na jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya, hii ni alama ya ushirikiano wenye tija baina ya serikali na mashirika ya kimataifa na jamii yetu kwa ujumla. Aidha, nikupongeze kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Maki Njera, kamanda wa polisi mkoa wa polisi Tarime Rorya kwa kusimamia ujenzi wa jengo hili kwa karibu, jengo ambalo ni jipya na la kisasa kwa viwango vya hali ya juu, bila kumsahau mkandarasi wa jengo hili, kampuni ya Perfect Approach, kwa kazi nzuri mliyoifanya. Nawapongezeni sana. Uzinduzi wa jengo hili si tu tukio la kitaasisi, bali ni ishara ya upendo, utu na dhamira ya kweli ya kuwalinda waliopo na mazingira halisi, hasa wanawake na watoto wanaokumbana na ukatili wa aina mbalimbali. Ndugu wananchi, jengo hili linaenda kuwa kimbilio salama kwa manusura wa ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Ni sehemu maalum iliyojengwa kwa hadhi, heshima na usasa. Ni jibu kwa kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Tarime waliotamani kuona haki kutolewa kwa heshima na kwa wakati. Uzuri wa jengo hili hakika utaenda kuakisi utendaji wetu jeshi la polisi kwa kutoa huduma bora kwa wateja wote na kuhakikisha utu na heshima kwa manusura vinalindwa. Naomba pia nitambue kuwa jengo hili ni miongoni mwa majengo mawili yaliyofadhiliwa chini ya mradi huu, pamoja na lile la Madema Zanzibar lililozinduliwa Mei 15 mwaka huu wa 2025. Mradi huu ulilenga kujenga majengo matatu kama ilivyokwisha kuelezwa hapo awali, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa jengo jingine katika wilaya ya Kishapu mkoa wa Shinyanga. Ingawa jengo la Kishapu halikuweza kujengwa kutokana na changamoto za gharama, ujenzi wa majengo haya mawili kwa ubora wa hali ya juu ni ushahidi wa matumizi sahihi ya rasilimali na dhamira ya kweli ya wafadhili wetu. Jengo hili ni kwa ajili ya wote. Mwanaume naye ana haki ya kulindwa, kusikilizwa na kupewa heshima. Kama alivyowahi kusema Dr. Michael Flynn, mtaalamu wa masuala ya jinsia, na nukuu maneno yake: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Hivyo narudia nukuu ya Dr. Michael Flynn: ukatili wa kijinsia unahusisha dhuluma kwa wote, wanawake na wanaume. Katika maneno ya hekima
ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter aliwahi kusema, the abuse of women and girls is the most pervasive and unaddressed human rights violation on earth. Maneno haya yanaweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kisicho rasmi kuwa unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Narudia kwa Kiswahili, unyanyasaji wa wanawake na watoto wa kike ni ukiukwaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu ambao haujashughulikiwa duniani. Haya ni maneno yalisemwa na aliyekuwa rais wa Marekani Jimmy Carter, na aliyasema miaka ya zamani sana wa Marekani. Sasa kauli hii itukumbushe na kutufungua macho kuona ukubwa na uzito wa janga hili kwa kiwango cha kitaifa na kimataifa. Hivyo basi, tunalo jukumu la kuunganisha nguvu pamoja na jeshi la polisi, viongozi wa dini, wazee wa kimila, taasisi za serikali na zisizo za serikali, waandishi wa habari na kila mwananchi mwenye dhamira njema, ili kuhakikisha jengo hili halibaki kuwa tu jengo, bali linakuwa kitovu cha matumaini, haki na ulinzi wa kila